Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kwa mara ya kwanza katika tangazo linaloonekana kuwavutia wengi kuhusiana na birthday ya Amara. Amara ambaye ni mtoto wa Paula na Mario. Siku ya kesho ni siku yake ya kuzaliwa. Tumeona ni tangazo ambalo limeweza kutoka, na katika tangazo hilo kuna binti ambaye kiukweli amelitendea haki kabisa, na ameweza kuvaa mavazi mazuri, amependeza, na kitu ambacho kimeweza kuonekana katika tangazo hilo kuwavutia wengi ni kitendo cha Harmonize kualikwa na binti huyo, na tunaona wadau mbalimbali wameweza kuzungumzia swala la Harmonize kualikwa wa kwanza. Yani katika hilo tangazo alialikwa wa kwanza alikuwa ni Harmonize Konde Boy, ambaye tunaona anajiita Babu Amara, na tunaona ndio wa kwanza kupewa kadi na binti huyo. Sasa kupitia posti ya Kajala pale Instagram ameweza kuposti hilo tangazo. Kiukweli ni tangazo zuri na limeonekana liko katika muonekano mzuri kabisa, ambapo tunaona pale chini kama amereposti The Real Paula Kajala, ambapo wameandika katika uzinduzi, pengine katika birthday hiyo kauli yao ni Amara is one that see, au sio? Afu akaandika are you invited, kesho tutakuwa live kupitia Clouds TV kuanzia saa 6 mchana. Kwa hiyo kuanzia saa 6 mchana tutashuhudia namna birthday hiyo itakuwa inafanyika. Kwa hiyo wameipa au si wameweza kuipa Clouds nafasi ya kuweza kuonyesha kila kitu. Sasa baada ya video kuonekana, wengi wamelipuka kwa shangwe kwa sababu najua alipokea barua Harmonize ya kwamba umealikwa katika birthday ya Amara, na katika hiyo birthday tumeona yeye amekuwa wa kwanza lakini pia tunaona katika hicho kipande cha video tunaona aliweza kualikwa Uncle T, akaalikwa pia Wolper, Jacqueline Wolper ambaye ni ex wa Harmonize kama unakumbuka kipindi kile anaanza muziki. Lakini pia hakuishia hapo, hiyo binti akamfuata Juma Lokole akasema oho, mimi kama uncle nakosaje katika hii birthday, akampa high five. Lakini pia baada ya hapo tunaona akaweza kuwapelekea kadi ya mwaliko Nandy na Billnass, au sio, nyumbani kwao, na akasema kabisa kwamba tutakuwepo katika hiyo birthday. Kwa hiyo hii ndio wanasema Amara's first birthday. Kwa hiyo ndio birthday yake ya kwanza kutimiza mwaka mmoja, na tumeona imekuwa sponsored. Anyway, sasa Kajala akaweza kuposti hiyo video, kitu ambacho kimeonekana kabisa kwamba ndio mwanzo wa mahusiano yao. Unajua katika kila jambo linalotokea duniani linazaliwa pia jambo lingine. Yani katika kila event au moment yoyote inayotokea kama hii ya Amara limezaliwa jambo lingine. Jambo hili ni Kajala kwa mara ya kwanza ameonekana kufungua moyo na kuweza kuriposti hilo tangazo. Hili tangazo ambalo linaelezea uzuri wa birthday hiyo itakavyokuwa. Wamejipanga vizuri kabisa birthday hiyo kuwa katika muonekano mzuri, na Kajala kumposti Harmonize, hii ndio inakuwa kwa mara ya kwanza. Inakuwa kwa mara ya kwanza kwa sababu tangu waachane hawakuwahi kupostiana kokote. Na hakuna sehemu ambayo Kajala aliweza kumposti Harmonize.
iwe ni mziki ametoa Harmonize, iwe ni chochote ambacho pengine ni kikubwa zaidi Harmonize amekifanya, hakuna ambacho Kajala aweza kuposti kuhusiana na ex wake Harmonize. Lakini katika hili tunaona ameamua kukunjua nafsi kabisa na kuweza kuposti hilo tangazo, kwa sababu tayari sasa itakuwaje, na inaonekana wa kwanza kupokea barua alikuwa ni Harmonize. Na jambo hili lilipokelewa vizuri na mashabiki, wamempongeza Kajala kwa kuweza kumposti Harmonize, kwa sababu walikuwa wanategemea angefanya hivyo au wengine walitegemea asingefanya hivyo, lakini mwisho siku ameona isiwe kesi, aweze kufungua moyo na kuweza kuposti. Sasa maoni ya mashabiki baada ya Kajala kuposti hilo tangazo, ambapo anaonekana Harmonize akiwa wa kwanza anapokea kadi ya mwaliko, maoni yao yalikuwaje? Naomba nikusomee maoni ya mashabiki ambao wameweza kujitokeza katika comment section wenye upande wa Instagram ya Kajala. Mmoja kaandika, kama Harmonize kaonekana hapa basi tena wakuu, kwamba kama Harmonize ameonekana hamna kitu kingine kitashindikana. Mwenye nyie, mwingine akaandika babu wanaye na wanatamba naye, au sio? Juma Lokole akaandika sijui utaweka wapi sura yako, kwa sababu unakumbuka ile tangazo ambalo Stani pamoja na Mwijaku waliandaa event na kuweza kumweka Kajala katika ile bango na kusema kwamba karibu Kajala, kwamba wanamkaribisha Kajala arudiane na Harmonize, na Juma Lokole akaleta ugomvi, na yeye alikuwa mstari wa mbele na kusema kwamba hilo jambo haliwezekani. Na kingine na kukumbusha kwenye ile gari ambalo linaonekana limeandikwa Kajala 3. Kajala 3 ni gari aina ya Defender ambayo ni thamani zaidi ya range ambayo alinunuliwa Kajala wakati akiwa na mahusiano na Harmonize. Kwa hiyo ameonekana kukataa na kusema jamani, huyu baba akapima mkojo, hichi kitu hakiwezekani na Kajala hawezi kuwa chizi kama hivi. Kwa hiyo watu wanamwambia hapa katika upande wa comment, na yeye pia ni miongoni wa mashabiki ambao wameonekana wakitoa maoni yao, wakisema kwamba sijui utaweka wapi sura yako, kwa sababu wewe inaonekana ndio mstari wa mbele kukataa hawa wawili wasirudiane. Pengine ni mchezo wa kiakili kidogo, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine wengi wanatamani kuona Kajala na Harmonize anarudiana, lakini Juma Lokole anakataa. Haya, mmoja anasema Juma, hujaona nini? Kuisha kabisa, yamekushinda, haya wachana nayo. Haya, mwingine anasema tulifurahi kumwona Harmonize tujuane. Yani wengi wamefurahia kumwona Harmonize. Kama Harmonize kaonekana na ni wa kwanza kuonyeshwa kwenye video, basi tena babu tunaye, kwamba huyu ndio babu wa mara, babu tunaye na tunatamba naye. Mmoja akasema ngoja niunge bando la kutosha. Huyu ndio raha sasa, muangalie watu wa kuzaa nao nyie, au sio? Yes, najua ndio kitu ambacho kinatakiwa. Una maoni gani kuhusiana na Kajala kumposti Harmonize na ameonekana wa kwanza akipewa kadi? Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.